Hatuwezi kuendelea kila siku tunarumbana. Alafu mwisho wa siku nani anafaidi? Mwisho wa siku nani anafaidika? Kwa sababu hii ni nchi yetu. Na kama ni nchi yetu, ni sisi wenyewe tuna wajibu wa kuilinda na kushughulika na taifa hili ili liweze kusonga mbele. Sasa mkisema kwamba mmegawanyika, hawa huku hawamtambui huyu, hawa wanamtambua, alafu mkaenda hivyo hivyo, mnamkomoa nani? Sisi binadamu tunapita. Nakumbuka uongozi ni kama koti la kuazima tu. Leo upo, kesho upo. Taifa hili likibomoka, hakuna atakayefaidika. Wote tutaumia. Chadema wataumia, CCM wataumia. Hakuna raia wa taifa lolote lile ambaye anaweza kuja kututatulia sisi matatizo yetu. Taasisi za dini, serikali yenyewe, wananchi wenyewe, ni wajibu wetu sisi wenyewe kukaa na kujadiliana ni namna gani tunaweza tukatatua hizi tofauti zetu zikaisha. Zikaisha kwa sababu kuna wenye imani hii, kuna wenye imani hii. Tunaweza tukakaa tukijadiliana na tukamaliza tofauti zetu. Kwa hiyo mimi niendelee kushauri kwamba hata tukizungumza sana kwenye vyombo vya habari, swala ni kwamba kama taifa, kama nchi, matatizo yalitokea. Na kama matatizo tunakubali yalitokea, wajibu wetu ni kuzungumza sisi kama sisi wenyewe, lakini wananchi wenyewe wazungumze namna gani wanaweza wakaondoa mkwamo uliopo. Maana kuna pande mbili ambazo zinapingana hapa. Haina afya kwa maendeleo ya nchi yetu, haina afya kwa ustawi wa taifa letu, haina afya kwa mustakabali wa mwananchi mmoja mmoja. Tukiendelea kuishi kwa utengano namna hii, sidhani kama kuna kitu chochote tunafaidi. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba umoja wetu, mshikamano wetu, amani yetu ndio taifa letu. Wanasema haki lazima iambatane na amani. Penye amani haki ipo, penye haki amani ipo. Ni mawazo ya wananchi wetu. Na lazima tuyakubali, na lazima tuyapokee, na lazima tuyafanyie kazi. Unajua kiongozi, kazi ya kiongozi ni kusikiliza kwanza shida za watu, matatizo ya watu, maoni ya watu na mitazamo ya watu. Uongozi ni watu. Na ili uitwe kiongozi lazima ushughulike na shida za watu. Nazungumzia nauli, mafuta ya taa, mafuta ya gari, sijui vyakula, mfumuko wa bei ya vyakula. Kiongozi lazima ushughulike na shida za watu. Na shida za watu ndio kama hivyo, bei ya mkaa. Maana tunaangalia ni vitu gani ambavyo vinamgusa raia moja kwa moja. Tunazungumzia vyakula, tunazungumzia maji, tunazungumzia umeme, tunazungumzia hayo mafuta ambayo mafuta yakiwa juu sana yanasababisha karibu bidhaa zote nchini zinapanda bei. Kazi ya kiongozi ni kushughulika na shida za watu na kuzitatua. Kushughulika tu. Unashughulika na unazitatua. Ndio kazi ya kiongozi. Na nchi kama nchi lazima iwe na kiongozi. Hauwezi kusema kwamba nchi yetu tulikuwa na matatizo sasa isiwe na kiongozi. Hapana. Matatizo yalikuwepo, tumempata kiongozi bila kuangalia hali. Tumempata kiongozi, tunaye. Na lazima tumheshimu kama nchi. Kwa sababu mkiruhusu
kwamba kiongozi yupo alafu sasa anadhalilishwa tu, anabanangwa tu. Sasa hiyo sio nchi. Ndio maana ukuta wenzetu wa Kenya, Ruto pamoja na matatizo yake yote, kwenye swala la kumlinda rais wao dhidi ya matatizo kutoka nje au dhidi ya watu ambao wao wenyewe walishiriki kuandaa utaratibu wa kisheria kwa maana ya katiba ya Kenya. Hao tena walioandaa utaratibu huo wa katiba ya Kenya wanataka tena kumharibia. Wakenya wanakuwa pamoja kwenye mambo ya msingi. Kwa kama nchi lazima tujadiliane tu. Nchi haiwezi kuwa na iwepo alafu isiwe na kiongozi. Waziri hawezi kupatikana bila rais. Mkuu wa mkoa hawezi kupatikana bila rais. Kwa hiyo niseme serikali na vyombo vya dola, vyombo vya dini na taasisi zingine zote, ni wajibu wetu kama taifa kukaa pamoja, kujadiliana, kuangalia tulikosea wapi, turekebishe wapi, tuyamalize tofauti zetu, maisha yaendelee. Hatuwezi kuendelea kila siku tunarumbana, alafu mwisho wa siku nani anafaidi? Mwisho wa siku nani anafaidika? Kwa sababu hii ni nchi yetu. Na kama ni nchi yetu, ni sisi wenyewe tuna wajibu wa kuilinda na kushughulika na taifa hili ili liweze kusonga mbele. Sasa mkisema kwamba mmegawanyika, hawa huku hawamtambui huyu, hawa wanamtambua, alafu mkaenda hivyo, mnamkomoa nani? Kuna mtu mmoja aliwahi kusema, kamwe katika maisha yako usiwasahau watu hawa. Aliye kusaidia ukiwa kwenye shida usimsahau. Aliye kusaidia ukiwa kwenye shida usimsahau. Aliye kuweka kwenye shida, aliyesababisha ukapata hizo shida, hiyo usimsahau. Na aliyekuacha wakati wa shida usimsahau pia. Lazima uthamini waliokusaidia. Lazima uthamini waliokusaidia. Na pia ujifunze kwa watu waliokuweka kwenye changamoto. Ujifunze kwao. Mwisho, usisahau kumwomba Mwenyezi Mungu, lakini pia usisahau kuomba msamaha kwa waliokukosea na waliowakosea. Kuomba msamaha ndio utu wenyewe. Nilifanya makosa, mimi Cyprian Majura Msiba, naombeni mnisamehe. Mimi ni binadamu, sio malaika. Kwa hiyo, na mwisho, kumbuka siasa haina adui wa kudumu. Na nikwambie jambo moja, ninaamini matatizo haya tunayopitia kama taifa yataisha. Soon yataisha na ufumbuzi utapatikana. Kwa nini nakwambia hivyo? Baadhi ya watu wengine walikuwa hawafanyi shughuli zao, kazi zao za kisiasa, lakini nimeona vyombo vya sheria vimewaruhusu kufanya shughuli zao. Ndio maana nakwambia kama taifa tunakwenda polepole, naamini matatizo yataisha. Na kama taifa tutarudi kwa pamoja na maisha yataendelea. Kwa sababu sisi ni binadamu. Kama taifa mwezi mkawa perfect tu. Kuna wakati mnajikwaa, kuna wakati mnafanikiwa. Kwa hiyo kama tulijikwaa, ni wajibu wetu sasa kujipanga upya
tukiwa wamoja kama taifa, tukiwa Watanzania, ili tuweze kwenda. Kwa hiyo hayo ndio maoni yangu, naweza nikasema hivyo. Nadhani majadiliano na mazungumzo ni jambo la msingi sana kuliko kitu chochote. Hauwezi kusema kwa sababu hata haya makundi yanayohasimiana haya, unaweza kukuta mjomba yuko huku kulia, mama mdogo yuko kushoto, kaka yuko kulia, dada yuko kushoto. Ni ndugu wale wale. Yaani hawa wako huku, hawa wako huku. Lakini sisi baba yetu ni mmoja tu, ni Tanzania. Kwa hiyo mkisema mwasimiane mpaka kwenye mambo ya msingi, sasa hilo halitakuwa taifa tena. Taifa lipo, sisi binadamu tunapita. Nakumbuka uongozi ni kama koti la kuazima tu. Leo upo, kesho upo. Lakini pia sisi binadamu tunapita duniani hapa, na hatujui ukisha pita hapa duniani huko unako kwenda unaenda kukutana na nini. Kwa hiyo jambo la msingi ni kujua kwamba leo upo, kesho haupo, na tunahitaji kama wanadamu kuishi pamoja na kusameheana ili maisha yaendelee. Ndio mimi niliwahi kumzungumzia bwana mmoja ambaye yuko kule kwenye vyombo vya sheria, magereza huko. Nilisema nilimuomba msamaha. Mimi ni kati ya watu nilikuwa ninamsema sana vibaya, lakini yeye ni binadamu na sisi ni wanadamu, tunapaswa kusameheana ili maisha yaendelee. Mimi naongea kama mwanachama wa sisi, mwenye kadi ya zamani na kadi ya hizi za digital. Taifa ni muhimu kuliko kitu chochote. Nchi ni muhimu kuliko kitu chochote. Wananchi ni muhimu kuliko kitu chochote. Kwa hiyo tunaweza tukazungumza sisi wenyewe tukayamaliza tu bila watu wengine kuinterfere kutoka nje. Tukayamaliza sisi wenyewe tu, kwa sababu unadhani nani atakuja kutujengea Tanzania kama sio sisi wenyewe? Sisi wenyewe. Lakini sisi wenyewe pia ndo tunaweza tukaibomoa Tanzania. Sisi wenyewe raia ndo tunaweza tukaibomoa Tanzania. Kwa nini mkubali kuibomoa nchi yenu nyinyi wenyewe? Taifa ambalo Mwalimu Nyerere alitengeneza kwa kushirikiana na wenzake kwa nguvu kubwa sana. Wengine walipoteza hadi maisha. Wengine walikuwa wali, wengine walikuwa walali. Kwa nini tukubali kuvuruga taifa letu kwa mambo binafsi? Kwa hiyo ni wajibu wa viongozi wetu na wananchi wenyewe pia, na vyama vya siasa na viongozi wa dini kuweka maslahi ya nchi yetu mbele kuliko kitu chochote. Taifa hili likibomoka hakuna atakayefaidika. Wote tutaumia. Chadema wataumia, CCM wataumia, viongozi wa dini wataumia, serikali itaumia, wafanyabiashara wataumia. Kwa hiyo kwa nini tuendelee kusuguana wakati sisi wote ni wamoja tu? Makamu wa Rais wa sasa Emmanuel Nchimbi, kuna kauli yake moja mimi huwa naipenda sana kusikiliza. Aliwahi kusema watu milioni 60 na karibu na 5, tunakwenda na 7. Lazima mtofautiane kimitazamo. Yaani haiwezekani wote mkawa na mtazamo mmoja. Kwa hiyo yule ambaye ananipinga mimi Cyprian Msiba ni Mtanzania. Ni Mtanzania. Na viongozi ni Watanzania. Serikali hiyo inaongozwa na Watanzania. Kwa hiyo lazima tukubaliane kwamba kama nchi lazima tuna mitazamo tofauti, lakini lazima tukubaliane kwamba huyu lazima ukifanya hichi, huyu anaona kwamba umefanya sio, lakini kuna huyu anayeona kwamba umefanya sahihi. Wote ni Watanzania.